Lakini leo nataka nikutie moyo usichoke. Nehemia anamwambia Mungu kwamba kama kipindi kile uliweza kuongoza watu wako ndani ya miaka 40 katika jangwa, wakala wakanywa wakashiba katika mazingira ambayo hayaonyeshi mambo hayo kuwezekana, lakini kwa mkono wako yaliwezekana. Usiku katika maeneo yenye giza wao hawakuwa gizani, kwa sababu nguzo ya moto iliwatangulia ikimulika njia wanayopita. Mchana jangwani wakati wa jua halikuwaunguza, kwa sababu wingu lilifunika juu yao wakiwa wanatembea. Anaonyesha kwamba kama iliwezekana katika kipindi kile kutoka katika Misri mpaka kufika katika nchi ya ahadi uliyowaidia baba zetu, na uwezekano ukawezekana tukafika, ukawezekano hata sasa tukatoka hapa na tukafika katika nchi yetu ya Bwana tusaidie. Amen. Usichoke. Amen. Miaka 40 viatu vya watu wako vinakuchaka. Miaka 40 nguo zao zikuchanika. Hakukuwa na maduka jangwani ya kuwafanya wale vyakula. Hakukuwa na maduka jangwani ya kuwafanya wanunue mavazi. Hakukuwa na maduka jangwani ya kuwafanya wanunue viatu. Lakini mkono wako ulikuwa zaidi ya maduka. Uwepo wako ulikuwa zaidi ya maduka. Hii inatuonyesha kumbe tunapokuwa na Mungu hakuna mazingira yana uwezo wa kutukataa. Hata kama kuna ambao walijaribu mazingira yakawakataa, lakini anapokuwepo mtu mwenye Mungu anayetembea na Mungu, mazingira yanalazimishwa kumkubali mtu huyo hata kama hawezi kumkubali. Usichoke. Ni kweli jambo ni jambo, lakini tukijua kwamba katika hili jambo tunaona maumivu hayawezi kuwa nafasi ya kutukatisha tamaa, hayawezi yakatuchoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Usichoke katika vipindi unavyokutana navyo. Usichoke katika mazingira unayokutana nayo. Katika hayo mazingira, uwepo wa Bwana ukiwa pamoja na wewe, mazingira yana uwezo wa kulazimishwa yakafanya yakaishi, ukaishi kama unavyotaka katikati ya mazingira hayo. Vyakula vipo,